hata wanafunzi wa Yesu hawakuwa wana wa Mungu. Wala walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, walikuwa bado hawajafika kwenye level ya kuwa wana wa Mungu. Hatua ya wana wa Mungu. Sasa kituo hiki cha kuwa mwana wa Mungu, kituo cha wana wa Mungu ni kituo cha juu sana cha ufahamu. Ni kituo cha juu sana cha mamlaka. Maana yake ni kituo cha huyu mwana wa Mungu kutembea na Mungu. Kwamba huyu ameokoka, ametoka level ya utoto, ameingia wanafunzi. Ametoka wanafunzi, ameingia kituo cha wana. Hii kituo cha wana sasa ni kituo cha yeye kutembea na Mungu. Kitabu cha Galatia sura ya 4 na ule mstari wa 6 na wa 7. Anasema hivi, Wagalatia sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Asa, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa wanawe mioyoni mwenu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Na kama mwana, basi wewe mrithi wa Mungu. Kwa hiyo mwana ndio mrithi. Nilikwambia kule mwanzo mtoto sio mrithi, lakini mwana wa Mungu ndio mrithi wa vitu vya ufalme wa Mungu. Kwa sababu kwa kuwa ninyi ni wana, basi ninyi mmekuwa warithi wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mwana ndiye ana mamlaka sasa ya kukomboa uumbaji. Mwenye mamlaka kutisha uumbaji ni mwana wa Mungu. Sio mtoto wala sio mwanafunzi, ni mwana wa Mungu ana mamlaka ya kukomboa uumbaji. Na ndio maana nikasema hivi, wala kina Petro walikuwa ni wanafunzi, hawakuwa wana wa Mungu. Na nitakuonyesha hapa sasa hivi. Kwenye kitabu cha Warumi 8:19. Warumi 8:19 anasema hivi. Warumi 8:19. Asa, kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu, hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Wanasema uumbaji na wenyewe pia unasubiria kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu, kwa sababu vitawekwa huru kupitia mwana wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu mwana wa Mungu ana mamlaka ya kukomboa uumbaji, ana mamlaka ya kutiisha uumbaji, kuutoa uumbaji mahali pa mateka, kuupeleka mahali pa uhuru, huyo mwana wa Mungu. Na kwa nini? Kwa sababu baada ya anguko la Adamu, uumbaji wote ulikuwa chini ya utawala wa Shetani. Na uumbaji nao ukawa unateswa. Haina maana kwamba huyu mbu anavyoeneza malaria apendi, kwa sababu yupo kwenye utumwa, yuko kwenye uteka. Umeona? Mbu apendi kueneza malaria. Mbu apendi kueneza malaria, yupo kwenye utumwa. Baada ya anguko la Adamu, uumbaji wote ambao Mungu aliufanya ulikuwa chini ya utawala wa Shetani, ulikuwa chini ya utawala wa kerubi, ulikuwa chini ya utawala wa dhambi na uovu na uasi. Kwa hiyo ina maana basi anasema huu uumbaji unasubiria kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa mwana wa Mungu, kwa sababu mwana wa Mungu akifunuliwa, anasema huo uumbaji utawekwa huru, utatolewa kwenye utumwa. Narudia tena kwamba mbu apendi kueneza malaria. Kwa nini anaweza malaria? Kwa sababu yuko chini ya utawala, yuko chini ya udhibiti wa Shetani. Kwa anaingiziwa yale maroho mengine. Kwa akimuuma mtu malaria anapata, akimuuma mtu shida inatokea. Si kwamba anapenda, anasubiri na kufunua kwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu peke yake ndio mwenye mamlaka ya kukomboa uumbaji, ndio mwenye mamlaka ya kutoa uumbaji mahali popote pa giza kuupeleka mahali panuru. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio maana hata pepo zilimsikia. Kwenye kitabu cha Mathayo 8:26 akamwambia, mbona mmekuwa waoga enyi wa imani haba? Anawaambia wanafunzi wake hapo, mbona alikuwa anasafiri naye. Asa, mbona ninyi mmekuwa waoga tena wenye imani? Ina maana wanafunzi wa Yesu, japokuwa kukaa na Yesu, kutembea na Yesu, kwa kuwa hawakufika kwenye hatua ya mwana wa Mungu, walikuwa na mashaka mioyoni mwao. Enyi wa imani haba. Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Asa kukawa shwari kuu, ina maana bahari ikatulia. Ina maana Yesu alikuwa na mamlaka ya kutuliza uumbaji, ya kutuliza bahari, ya kutuliza mapepo za bahari zikatulia. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuwa mwana Mungu. Kwa hiyo uumbaji ukawa unamsikiliza, uumbaji ukawa unamtii. Akisema tulia, anatulia. Umeona? Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa amefika
kwenye ile level ya juu sana. Kwa hiyo level ya uwana ni level ya juu sana. Na wana wa Mungu unaweza kutafuta makanisa mengine, unaweza kwenda kwa sababu ya ufinyu, kwa sababu ya neno la Mungu halipo. Unakuta kanisa na watu 600, 700, 1000. Hakuna mwana wa Mungu pale hata mmoja. Inawezekana hata mwanafunzi hayupo. Wote watoto tu wanaenda pale kukimbilia miujiza. Na ndio maana watumishi wengi sana wanapoteza wengi sana kwa sababu ya miujiza. Sio kufundisha neno la Mungu. Na ndio maana waumini wengi sana, Wakristo wengi sana hawapendi neno la Mungu, wanapenda miujiza tu. Ndio maana hata Yesu kafika majira akasema, ninyi ni kizazi cha nyoka, mnapenda miujiza badala ya neno. Kwa hiyo lazima ukue ufike kwenye level ya mwana wa Mungu. Level ya mwana wa Mungu ndio level yenye mamlaka ya juu sana. Sasa basi, kwenye kitabu cha Marko 9 na ule mstari wa 17 na 18 nasoma hivi: asana kila ampagapo umwaga chini, naye utoka povu na kusaga meno. Huyu kijana alikuwa na pepo meno na kukonda. Nikasema na wanafunzi wako wamtoe, wasiwezi. Na maana alipeka kwa wanafunzi wa Yesu wamuombe, wakamwombea, asema hawakuwezi. Akawajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini, nikae nanyi hata lini? Nichukuliane nanyi hata lini? Mleteni kwangu. Wakampeleka kwake. Hata alipomuona, mara yule pepo alimtia kifafa, naye akaanguka chini, akagaagaa akitokwa na povu. Akamuuliza babaye, amepatwa na haya tangu lini? Akasema, tangu utoto wake. Anasema hata nilipomleta kwa wanafunzi wako wamuombe, wakamuombea na wasiwezi. Kwa nini hawakuweza? Kwa sababu hao wanafunzi hawakufika kwenye level ya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo kina Petro hakufika kwenye kituo cha kuwa wana wa Mungu. Walikuwa kwenye kituo cha kuwa wanafunzi wa Yesu. Tena hata hapo pia wanafunzi ni ile ya ujanja, kwa sababu hata mahali Yesu alipoondolewa, aliponyakuliwa, kumbuka walikuwa wanatembea na Yesu, lakini Yesu aliponyakuliwa, wao wenyewe ndio kwanza walienda kuvua samaki. Na wanafunzi wote wakarudi tena kuvua samaki mpaka Yesu akawatokea tena mara ya pili kule ziwani. Unafahamu hilo jambo. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu walishindwa kwa sababu hawakuwa wana wa Mungu, walikuwa ni wanafunzi, hawakuweza kutiisha. Mamlaka kutiisha iko kwa wana wa Mungu. Iko ni kituo cha wana. Kwa hiyo lazima ukae kwenye kituo cha wana, na uame kwenye kituo cha wana, uongeze bidii tena, uende kwenye kituo cha juu zaidi.